Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchomba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshitoa kwetu, nami kama kawaida yangu naja kuenukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema hii ni tema ya kipekee sana, ni tema ambayo hamwezi kusikia sehemu zozote zile ambapo mnapatikana watu wakiongelea. Inahusu hadithi halisi iliyofichwa ya wazazi wa Maria, mama wa Kristo, kwa sababu nyote mnajua kwamba walio wengi wanaongelea kuhusiana na kuzaliwa kwa huyu watakaita Yesu. Watasema kwamba alizaliwa na bikira na huyu bikira aliitwa Mariamu, lakini hawawezi wakaongelea zaidi sana kuhusiana na wazazi wake, wazazi wa huyu watakaita Maria, na ye Maria alizaliwa namna gani. Walio wengi hawagusii sana, ingawa kweli kuna baadhi ambao wanagusia hizo hadithi, lakini sio wote. Kwa hiyo siku ya leo mtaenda kutambua, kwanza kujua, kabla ya kusema kwamba Kristo yeye sijui ni wa kabila la Yuda, aidha ni kabila la yeye ni simba wa Yuda, lazima kwanza mjue kwanza kuhusiana na babu zake, yani wazazi waliomzaa mama yake. Je, yeye huyu atakayeita Maria alikuwa na baba wa kimwili aidha hapana? Haya mambo yote ni muhimu zaidi sana kujua, ili kujua ni wapi ambapo mkombozi atakapotokea, ni wapi ambapo halipita ili kuingia katika hali hii inayoonekana. Kwa hiyo ili kujua Kristo ni nani, ili kutambua kwelikweli huyu tunayeita kwamba ni Kristo ni nani, lazima ni vyema kutambua nasaba ya Kristo, pia kuitambua vizuri. Ndio maana tutaenda kuangalia namna babu zake walivyokuwa wakiitwa, na kabla ya kuongelea mama yake ambaye wataita Maria aiza Mariamu, lazima tujue ni nini kilichotendeka kabla ya yeye kuzaliwa. Wazazi wake wa Maria waliitwa nani? Majina yao halisi ni yapi? Haya mambo lazima hapa mtaenda kuyapata, ndugu zangu. Sasa tunajua kwamba Kristo hakuwa na baba wa upande wa kimwili, hapana, hakuzaliwa kabisa. Lakini nitawaambia kitu fulani, kitu ambacho nitakachowambia ni nyinyi mnaojiita kwamba ni Wakristo. Mnasema kwamba huyu Yesu wenu, kwa mujibu wenu, kwamba amezaliwa, ametokea katika ukoo wa Daudi, kwamba yeye ni simba wa kabila la Yuda. Lakini nitawaambia kwamba kitendo cha kukubali na kusema kwamba yeye ni simba wa kabila la Yuda, tayari mnaonyesha kwamba kwelikweli alizaliwa na baba wa kimwili. Hilo ndio jambo ambalo walio wengi hawalitambui vizuri. Nitawaonyesha namna gani, kwa sababu tunajua kwamba Maria ambaye kwa mujibu wenu aliyemzaa huyu mtakaita kwa jina la Yesu, yeye Maria, mkisoma maandiko, yeye si wa kabila la Yuda hata kidogo. Yeye ni Mlawi, kwa sababu hata ndani ya maandiko humo ndani ya Biblia za kisasa wanaonyesha kwamba yeye alikuwa ndugu yake Elizabeti, na mtaona kuona kwamba alikuwa wa uzao wa Haruni, na Haruni ndio Walawi. Kwa hiyo ikiwa yeye ni Mlawi, sasa mnajua kwamba yeye huyu mtakaita Yesu hakuwa na baba wa kimwili. Sasa namna gani mnaweza mkasema kwamba yeye ni wa kabila la Yuda? Kwa sababu kabila la Yuda ni huyu kabisa kabisa Yusufu, lakini Yusufu si baba yake aliyemzaa. Yusufu ni baba mlezi kwa mujibu wa maandiko. Sasa ikiwa nyinyi mtasema kwamba yeye na huyu Yusufu kwelikweli yeye ni wa kabila la Yuda, hiyo haiwezi ikapingika. Sasa ikiwa mnasema kwamba huyu Yesu wenu kwamba yeye ni wa kabila la Yuda, mnakubali kwamba huyu Yusufu kwelikweli ndiye aliyemzaa huyu mtakaita Yesu, kwa sababu mama yake yeye si Myahudi, sio mtu wa Yuda, sio mwanamke wa Yuda, hapana, yeye ni Mlawi. Hayo ni mambo tu kwanza kidogo ambayo walio wengi wanajichanganya zaidi sana. Sasa tunaenda sasa kuangalia, je, huyu mtakayeita kwamba ni Maria alizaliwa naye pia kwelikweli kimiujiza? Ndio aweza pana, ni kweli huyu mtakayeita Maria alizaliwa kimiujiza. Hakuwa na baba wa kimwili, alikuwa na mama tu na baba mlezi, sawa, lakini baba hakuwa naye hata kidogo. Kwa hiyo alizaliwa kimuujiza, ili kuanza kuonyesha namna gani sehemu ambapo atakapotokea huyu Maria mtakaita Maria, wazazi wake wa Maria, na wakati atakapozaliwa naye pia baadaye atakapozaa sasa mwanaye ambaye atakuwa ni Kristo,
mjue kwelikweli kwamba huu ukoo, huu uzao ni takatifu. Lakini mnapoangalia nasaba, aidha uzao wa huyu atakayeita Yesu ndani ya Biblia za kisasa, mtakuja kuona kwamba ni uzao ambao yani ni mambo ya ajabu ajabu, mambo mahovu kabisa ambayo wametendatenda. Unapokichukulia huyu Yuda mwenyewe kwanza alikuwa mtu ambaye alikuwa analala na makahaba. Tukasema hivi kwa sababu alienda kulala na mkwe wake, akifikiri kwamba labda ni kahaba tu ambaye akampatia mambo kama haya. Na huyu mtakaita wakati alipozaa alizaa kila nani? Alizaa watoto, na huyu mwanamke aliitwa nani? Aliitwa Tamari. Tamari, kutokea huku Tamari alizaa watoto wengine, ambapo uzao mkishuka hadi Daudi na wengine, mtakuja kuona kwamba huyu Yesu ametokea kwenye uzao ambao kwelikweli mnapoangalia historia yake mnajiuliza, mbona huyu ni kama vile mwanaharamu kwa mujibu wa maandiko. Kwa ndio maana walio wengi hawajui, lakini wana lengo kamili. Kwa nini wapende kuonyesha kwamba huyu wanayeita kwamba Yesu kwamba alizaliwa katika kabila la Yuda, lakini sio kweli, na maandiko yako wazi kweli kweli, yako wazi 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 wazi. Hata hicho kipindi tumeshakitoa, na wale ambao watakuwa na ubishi kuhusiana na hili aiza kusema kwamba no, imani mnadanganya, yeye ni wa kabila la Yuda tu, mimi naweza nikaomba andikeni hapo chini, halafu nitawapatia na maandiko ndani ya Biblia zenu, ili muelewe kwamba sisi hatuongee vitu kwa ajili ya kubahatisha. Mambo ya kubahatisha ni mambo ambayo ya wale wasiojua chochote. Sisi tunaongea kile ambacho tunakijua na vidhibitisho tunavyo, tunawapatia ndani ya maandiko yetu. Ndio maana tatizo ni kwamba walio wengi huwa wanaelewa maandiko tofauti, huwa wanaelewa mafundisho tofauti. Utakuta mtu anasikiliza andiko na ni fundisho hajalielewa vizuri kulingana na tafakari yake yeye mwenyewe, anaanza kujiingiza, anaanza kupenda kujitenga na ukweli, kusema kwamba ukweli hapa kuna jambo fulani. Tatizo sio ukweli, tatizo ni kutokuelewa kwako, kwa sababu wewe ulitengenezwa kwa namna nyingine. Unapoambiwa kwamba hiki kitu sio hivi, kwa mafikra yako wewe mwenyewe unaona kwamba hicho kitu ambacho mtu ameongea kwamba si ukweli. Sasa wewe unafikiri wewe unajua kitu gani? Unafikiri wewe unajua kitu gani ili kusema kwamba kitu fulani hichi mimi sikubaliani? Wewe haukubaliani nacho wewe kama nani? Maana anayekuambia mafundisho haya ni mzaliwa wa pili, anakuambia kwamba hiki ndio hiki kile hapana. Sasa namna gani wewe unaweza kumwambia kwamba mzaliwa wa pili kwamba no, hapo ameikosea bwana, hiyo haiwezekani? Wewe ulikuwepo. Kwa hiyo fanyeni angalisho katika haya mambo. Ndio maana sasa tunaenda kuangalia namna gani wazazi hao, yani mababu, bibi na babu wa Kristo, tunaenda kuwaona ni akina nani zaidi sana. Katika kitabu cha Kudumanemula sura yake ya kwanza stari wa kwanza inaanza kusema hivi, na hapa tayari mtaenda kutambua ni nani ambaye anaongea. Mimi na Misabe, kuna mkato, na Misabe ndiye mama wa Eyume ambaye wataita Maria aza Mariamu, ndiye anayeitwa na Misabe. Yeye ndio mama wa nani? Wa Eyume. Ina maana kwamba na Misabe ndiye bibi wa Kristo. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri, anaitwa na Misabe. Anasema nilikuwa karibu na mahali ambapo Loma alikuwa. Kuna mabano kabla ya hapo, ili kupenda kuonyesha kwamba ndani ya Karata Ndimsiaza, ndani ya Biblia Karata Mbale, hakuna swala la agano jipya, agano la kale. Hayo mambo hayapo. Na unaposema agano jipya, ina maana kwamba lile agano la kale halina hata umuhimu wa kuwepo, kwa sababu unapoleta agano ambalo linavunja agano lingine, kwa hiyo lile ambalo lilikuwepo halina maana yoyote. Kwa hiyo ndani ya Biblia Karata Mbale, mnaposoma maandiko mnakuta kwamba mambo yote yanaendana, yanabebana. Na zaidi sana unapoingia katika Karata Ndimsi, sasa ndio usisemi, kwa sababu kila kitu kimewekwa kwenye utaratibu kama jinsi ilivyokuwa. Sasa hapa wanawaambia ni kuhusiana na Misabe. Na Misabe yeye ambaye ni mama mzazi kabisa wa Eyume ambaye wataita Maria. Yeye alikuwa akiishi katika kipindi cha Loma ndiye watakaita nani? Loma ndiye watakaita Malaki. Ndio maana mnapoenda katika agano ili watakaloita agano la kale, kitabu cha mwisho kabisa cha agano la kale ni Malaki, na kitabu cha kwanza katika agano jipya ni Mathayo. Lakini mkiangalia Malaki na Mathayo, mkisoma mtaona kwamba hakuna uhusiano kati yao, yani ni vitu vingine viwili tofauti kabisa. Ingawa watapenda sasa waweke
wachukue unabii, baadhi ya maneno ambayo yameongewa katika Malaki waweke, ili kwamba watu waone kwamba labda kuna unabii ambao umetimia, kama vile wanabeba. Hakuna. Lakini hapa wanawaonyesha namna gani kwamba katika kipindi hicho na Misabe aliishi katika kipindi cha Luma ambayo wataita nani, Malaki. Ndio maana akasema kwamba katika miaka milioni kadhaa hadithi yake itachukuliwa na kurekebishwa kwa niaba ya mhusika aliyebuniwa ambaye atajulikana kwa jina la Malaki Malashi. Karibu sana na mto mkubwa ulioko Wase Mutunga, yani Afrika ya Kati, katika kijiji cha Tengiledi ambacho wataita Galilaya. Kama wanawake wengi wa kijiji hicho, nilikuwa mwanamke mweusi mrembo sana aliyeanzishwa Kakeya, ndani ya mabano Mlawi. Tunasimama hapa halafu tunaingia ndani loba hapa moja kwa moja. Yeye anaanza kusema kwamba yeye ni mwanamke mweusi mrembo. Ina maana kwamba hata bibi wa Kristo alikuwa pia mweusi, kwa sababu mambo ya rangi, mambo ya kiroho ni swala la rangi. Hilo lazima watu walijue, na hakuna ubaguzi ndani ya mambo haya ambayo tunayoongea sasa. Kwa hiyo anaanza kusema yeye alikuwa mrembo mweusi kabisa. Historia yote ni ya watu weusi, hao watu watakaita Mariano wote ni weusi. Hiyo hata wenyewe walioandika na ambao wapo wanalijua hilo, na hili ninaloliongea hakuna yeyote ambaye anaweza akalipinga. Hili nasema tena wazi, na sina wasiwasi kwa haya ambayo nayoongea. Wote wanajua kwamba ni ukweli, kwamba wote wahusika wote wa Biblia wote walikuwa weusi. Hilo wanalijua, lakini hawapendi kuwaambia, hawapendi kuwaonyesha, kwa sababu wanajua kwamba mtu mweusi akitambua hili ataamka. Na hata wao wasiseme, sisi tunasema, na lazima watu weusi, ndio kipindi cha watu weusi kusimama na kuinuka. Utumwa wa kiroho potelea mbali, tunaingia katika aina nyingine ya uwepo katika hali hii inaonekana. Sasa anasema alikuwa akiishi karibu mahali ambapo Luma alipokuwa akiishi naye pia. Sasa anasema kwamba dada yangu, yeye alikuwa Mlawi, tutaenda kuona kwa nini. Anasema dada yangu alijulikana kwa jina la Iyabane, yaani babu yake, yaani bibi mrazi, yaani dada yake pia, ambaye tuseme yaani ni mama mkubwa tuseme wa Eyume, labda aidha mama mdogo wa Eyume, alijulikana kwa jina la Iyabane. Kama mimi na Misabe, alikuwa mrembo wa kuvutia. Kwa hiyo naye pia alikuwa mrembo, alikuwa na sura ambayo ni nzuri sana. Wanawake weusi zamani walikuwa wazuri tena sana, lakini katika kipindi hiki, kwa sababu anguko na anguko, watu wameshaendelea kufanya mambo mabaya zaidi sana. Ndio maana hata uzuri wa wanawake weusi zaidi sana unaendelea kubomoka, kuporomoka. Wengine wanaanza sasa kukimbilia kwenye mambo ya kufanya sajari, wa kufanya mambo mengine ili kwamba wao wazuri. Haya mambo yote watu weusi hawakuwa na haja, kwa sababu miili yao iliumbwa tayari iko hivyo. Ndio maana mtu mweusi kabisa akifanya umbo lake anaweza kalipata katika mambo ya mazoezi, anaweza kapata uzuri wake tena. Ukifanya mazoezi vizuri kabisa unaweza yani kila kitu unacho tayari, yani ile umbo ambalo unatafuta lipo tayari, lakini haujui namna gani ya kutafuta. Lakini unaweza ukatafuta kupitia hata mazoezi ambayo unayoyafanya, na kile ambacho unachokitaka kinaweza kikatokea tu, kwa sababu tayari uko nacho. Ndio maana sasa, kwa nini ilitakiwa bibi yake ya Kristo atokee katika uzao aidha ukoo wa Kakeya ambao wataita Walawi? Sio kwa bure. Ndio maana kitabu cha Bebutedi ambao wataita Mwanzo sura ya 46 mstari wa 5, kuanzia mstari wa 5 inasema, wewe Muna, anayesema hapa ni Tindi ambao wataita Yakobo, wakati alipokuwa sasa akiwapatia watoto wake baraka za mwisho, kwa sababu yeye anataka kuondoka katika hali inayoonekana. Nasema, wewe Muna ni mwanangu mkubwa wa kwanza niliyemzaa, nilipokuwa na nguvu nyingi, unawazidi ndugu zako kwa heshima na nguvu za kimwili, isipokuwa Kakeya. Nasikia Kakeya, wewe ni kijito kinachotiririka kwa kasi. Senga na Kakeya ni ndugu, wanakubaliana ili kutenda kwa uweza. Ninabariki hasira yako na ninabariki hasira yao kali ya kiroho na uweza wao. Hapa ni kwa sababu ni wakati ambapo walipoenda kutenda, walipoenda kutetea dada yao,
ambapo walipotaka kumfanyia mambo ambayo sio mazuri na wasioanzishwa. Mambo kama hii historia yote mnaijua. Ndio maana Tindi anaongea hapo kwamba ninabariki hasira yao kali ya kiroho na uweza wao, kwa sababu hasira ya kiroho hiyo inaruhusiwa, lakini hasira ya kimwili hiyo sio hasira ambayo nzuri, ni hasira ambayo watu wanafanya mambo ambayo ni mabaya, maana wengine wanapokasirika lazima watende dhambi. Soma, ndugu zako watakuimbia sifa, utalazimisha demon kuinamisha shingo zao, na ndugu zako watainama mbele yako, isipokuwa Kolaita na Kakea. Soma mwanangu, una nguvu kama simba anayepigana, hula mawindo yake na kurudi kwenye pango lake. Simba hujilaza, hulala chini, ni nani awezaye kumlazimisha ainuke? Alama ya kuuliza. Mstari wa 12, fimbo ya kiungu. Hata hivyo itabaki katika familia ya Kakea, katika eneo ambalo mlima wa miungu upo, maana yake roho za gizo kula vitu. Wafanyakazi wa kifalme wa wakuu watabaki mikononi mwa wazao wake, hadi mmoja wa wawili atakapokuja. Wale ambao wasioanzishwa wanaojulikana watakuwa chini yao, na pia ulimwengu wa giza. Kwa hiyo maana yake ni nini? Yaani hapa wanaanza kutuonyesha kwamba ni katika kabila hilo la Kakea ambao wataita Walawi ndipo wawili watakapotokea. Mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili watatokea humo humo. Kwa hiyo hawawezi wakatokea katika sehemu nyingine, kwa sababu hapo ndipo unabii uliongelea, hapo ndipo kunatakiwa wao waingie. Sasa ili kwamba wapate kuja, lazima kuwe na njia ambayo imetengenezwa, na njia inatengenezwa kuanzia hata kwa wazazi watakaozaa yule ambaye atakuja kumzaa baadaye Kristo wa kweli, ambayo ni Jokisabe Kudumanemula. Hilo ndilo jambo ambalo wanatakiwa kulielewa. Kwa hiyo ndio maana alitakiwa atokee katika kabila la Kakea ambao wataita Lawi. Ndio maana kitabu cha Kudumanemula sura yake ya kwanza mstari wa 2 hadi 21 inasema hii: mimi na Misabe kwa mtazamo wangu wenye kutoboa na wa ajabu. Kuna mkato, mtazamo wa kutoboa ni wa namna gani? Maana walio wengi tunaposema hivi, tunapotafsiri mtazamo wa kutoboa hawapenyi vizuri. Mtazamo wa kutoboa ni mtazamo ambao yani naweza nikasema tu ni kama vile mfano, unaona paka, mnapoona paka vizuri, mkitazama paka ndani ya macho vizuri vizuri, mtafikiri kwamba kuna mtu mwingine ambaye yuko ndani ambaye anawatazama. Yani huu ni mtazamo wa kutoboa. Wana ukiona paka yana unasema wow, ni nini? Hata wengine wanaweza kaogopa wanapoona macho ya paka, wanapoona macho ya paka. Kwa huo ni mtazamo pia ambao unatoboa, yani ni kama vile unapenya, unaingia. Ndio maana Namisabe anasema mimi Namisabe kwa mtazamo wangu wenye kutoboa na wa ajabu nilikuwa tasa, na nilipaswa kubaki hivyo hadi wakati unaojulikana. Kwa hiyo alikuwa tasa, alikuwa bado hajazaa, lakini haijamaanisha kwamba kwa sababu yeye ni tasa hawezi akafanya tendo la ndoa na mume wake. Hilo halijakatazwa, hilo lipo, lakini hata wafanye namna gani, hakuna mtoto ambaye atatokea, kwa sababu kulikuwa sababu maalum. Hawezi akaanza kuzaa sehemu ambayo tunajua kwamba kuna mtoto mwingine ambaye atakuja kupitia yeye. Hapo ndipo sasa mengine anaweza akatokea, hapo ndipo sasa watoto wengine naye anaweza sasa akazaa. Huu ndio utaratibu ambao upo. Kwa hiyo akasema mimi Namisabe kwa mtazamo wangu wenye kutoboa na wa ajabu nilikuwa tasa, na nilipaswa kubaki hivyo hadi wakati unajulikana. Nilikuwa na kuendelea kuwa mtu mzuri sana na mwenye haki mbele ya neno la Loba. Kwa hiyo wanaanza kuonyesha ni namna gani bibi ya Kristo ambaye atakayezaliwa baadaye, namna alivyokuwa mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke mwenye haki mbele za neno la Loba, mwanamke ambaye alikuwa anatii sheria za neno, yani kuonyesha kwelikweli ni wapi ambapo anatokea, ambapo atakuja mama kwanza wa Kristo na baadaye Kristo yeye mwenyewe. Mimi Namisabe na mume wangu, yani mwenzi, anayejulikana kwa jina la Teme. Teme ndiye baba mlezi wa Eyume, yani tuseme ni babu mlezi, tukasema wa Jokisabe wa Kristo wa kweli, tukasema hivi. Tulitekeleza kwa uangalifu sheria na maagizo yote ya neno la Loba kwa njia isiyo na lawama. Hawakuwa na lawama yoyote katika ukweli, walikuwa wakitenda kulingana na ukweli. Hawakuwa na kitu ambacho walifanya dhidi ya neno hata kidogo. Yani ni tabia hizo, hali ambayo hamwezi mkaipata katika nyakati hizi kwa wengi. Wakati huo mutatedi ndio nani? Ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa, ni kaka yetu wa kiroho ambaye yeye ndiye mudiedi, kiongozi akatokea.
Wakati huo Mutatedi alinitokea na kusimama upande wangu wa kulia. Mimi na Bisabe nilipomwona Mutatedi nilifadhaika sana, mara moja hofu ilinishika, lakini Mutatedi akaniambia, usiogope na Misabe, kwa maana maombi ya roho yako yamejibiwa. Yaani hapa sio kwamba ni maombi ya mwili, sio maombi ya nafsi, lakini unaambiwa kwamba ni maombi ya roho, kwa sababu roho inapoongea, roho inapolia, roho inapoomba, hai ni direct majibu, na ikiwa mtu anatembea kulingana na ukweli. Kwa hiyo ilifika sasa wakati ambapo hadi roho yake sasa ndio ipo ikaomba, ikalia, ili ipate nini? Ipate mtoto. Na ndipo, kwa sababu ni wakati ambao unaojulikana, ni muda ambao alitakiwa sasa kupata. Ndio maana Mutatedi akamwambia, usiogope na Misabe, kwa maana maombi ya roho yako yamejibiwa. Tazama, wewe ni tasa na hujapata mtoto, utapata mimba bila mumeo kuingilia kati, ili kuonyesha kwamba huyu mtoto atakayezaliwa, wapendwa, ni mtoto ambaye amezaliwa pia kimuujiza. Yaani mme wake hakuingilia kati, yaani hawakulala, hakutembea, hakufanya tendo la ndoa ili kwamba mimba hiyo ipate kupatikana. Na utamzaa binti chini ya uangalizi wa roho anayesimamia uzazi na roho anayesimamia utangulizi katika hali inayoonekana, na utampa jina, kuna mabano, mwili Eyume, kuna mabano. Katika mamilioni kadhaa ya miaka, hadithi yake itachukuliwa na kurekebishwa kwa faida ya mhusika aliyebuniwa anayejulikana kwa jina la Mariamu Maria. Kwa hiyo yeye Eyume ndiye watakayechukua jina lake, watabadilisha historia hiyo, wataweka kwamba ni mwanamke mzungu ambaye anabeba katoto hivi kana huruma. Ndio huyu ambaye watachonga sanamu zake, wataweka ndani ya makanisa, wataweka katika sehemu mbalimbali, na weusi wasio na akili ambao hawana maarifa haya, ambao hawajui ufunuo, watafikiri kwamba Maria huyo wanayemwabudu, wanayeomba kwamba Maria alikuwa ni mzungu. Wengine hata kwenda kubusu sanamu wanasema wengine, ambapo kuna video moja ambayo niliona, sijui walikuwa ndani ya kanisa sasa, sijui wakaona kwenye ukuta kwamba kumekuja sijui kama taswira kidogo ya Maria, wote watu weusi walio ndani wanaanza kulia na kusema haleluya. Sasa hiyo taswira ya nani ambayo imekuja, hawajui kwamba ni mambo ambayo wenyewe wanatupia kwenye ni mambo ya maprojekta ambao wanafanya, lakini watu hawana hata busara, wanafikiri mambo yote kwamba ndivyo ilivyo. Kuna sanamu ambazo zingine ambazo zitawekwa hapo na silikoni, ambapo baadaye itayayuka kidogo, inashusha machozi, sanamu imelia, sanamu imetoa damu. Yani watu wanabaki katika ujinga wa hali ya juu, waabudu sanamu kabisa wa kupindukia. Lazima watu watumie busara, lazima watu watumie akili, kwa sababu mambo ambayo wengine wanachonga, ambao sio wao, hawako katikata ukweli, wanachonga kitu alafu wanauliza, wapi tuweke macho, wapi tuweke mdomo, wapi tuweke meno, wapi tuweke mikono, wapi tuweke miguu, wapi tuweke hiki, alafu anaambiwa weka hapa, paka rangi, tupake rangi ya namna gani, weka nyeupe, hasa kichwa kiweko, naweka nywele za hivi, weka hivi, alafu baadaye kinakuja kuwekwa ndani mbele ya kanisa wengine, watu wanaanza kuabudu kwamba huyu ndio mama wa nani? Wa Yesu. Kama kwelikweli sio ujinga, huu ni kitu gani? Hadi muda huu mwanamke huyu wanamuita Bikira Maria, mwanamke ambaye amezaa. Hadi muda huu mwiti bikira? Hilo haliwezekani. Ikiwa mwanamke ameshazaa, huwezi ukamwita tena bikira. Alikuwa bikira kabla ya kuzaa, lakini anapozaa mtoto wa kwanza, amezaa wawili, kwa sababu Yesu alikuwa na wadogo zake, alizaa. Sasa namna gani hadi muda huu mwiti bikira? Hayo ni mambo yenu, lakini lazima mtumie sasa busara. Ndio maana mtoto ataitwa kwa jina la Eyume. Watabadilisha historia yake, watabadilisha rangi, watabadilisha sehemu ambapo alizaliwa, ili kwamba watu weusi wasipate kujua kwamba ni historia yao. Nafsi, yani Eyume sasa kama nafsi, atakuwa chanzo cha furaha na shangwe kwako na mwenzi wako. Wengi watafurahia kuzaliwa kwake, kwa maana atakuwa mkuu mbele ya neno la Titeh. Hata kunywa divai wala kileo, atajazwa na mudi tangu tumbo lako la uzazi. Yaani mtoto anajazwa na mudimu sangiro mtakatifu akiwa tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo jiazari sana kuanzia sasa, usinywe divai ya mtende. Kwa hiyo divai unaweza ukanywa, sio dhambi. Au kileo unaweza ukanywa, kitu ambacho kinaweza cha kulewesha, lakini usilewe, kwa sababu kila mmoja ana namna ya kufanya mambo yake. Kwa hiyo unaweza ukanywa hata bia, haijakatazwa katika ukweli, lakini kitu kimoja ambacho kinakatazwa, usilewe. Kwa hiyo utumie busara, uwe na wastani.
na sio kwa sababu kitu ambacho kimeruhusiwa lazima ufanye. Watu wengine tutumie busara, sio yote ambayo ameruhusiwa lazima ufanye hivi. Ndio maana wengine unaweza ukawaambia kuhusiana na swala la ambayo tuliwahi kuongelea kuhusiana na video inayohusu mke na mme ambao wanaweza ikiwa wanataka kufanya tendo, wengine wanaita nyuma ya maumbile na mengine. Video hiyo inaleta taharuki katika watu wasio na hekima, wasio hata na uwepo, hawaelewi kitu ambacho kipo. Mambo yote yako wazi kwa mke na mme, haijawa tatizo, lakini haijalazimishwa watu. Yaani watu hawajaambiwa kwamba lazima mnapewa taarifa, kwa sababu unaweza mkabaki katika ujinga, mjue ukweli ndio huu, lakini haijaombwa kwamba mfanye hivyo. Na mkitaka sawa, lakini msipotaka haitawapungukia chochote. Ndio maana walio wengi, wakati mnapokuta mambo kama haya, huulizeni maswali na majibu yapo tu. Wengi wameanguka kuhusiana na imani, na walio wengi wataendelea kuanguka tu. Sasa hiyo ndio mada itakayofanya kwamba watu wengine wote waone kwamba mafundisho ambayo yanatolewa kwamba ni uongo. Maana kile ambacho wewe umefikiri wewe ni katika akili yako wewe mwenyewe, hayapiti katika akili yako ambayo ni finyu. Lakini yule ambaye yuko nje, yeye ambaye anajua kila kitu, yeye ambaye wewe umeumbwa, umezaliwa ndani mwake, yeye anakuambia kwamba hiki hakuna tatizo, hiki kina tatizo, kile hapana, hiki hapana. Sasa wewe unasema no, hilo haliwezekani. Umezaliwa hapa hapa jana hapa, wewe unakuja kubisha, unabishana na yule ambaye kabla uwepo sio kuwepo, yeye yupo. Tutumie busara, sio tukapoteza neema ambayo tunaipata kwa bure kwa sababu ya mambo ya tafakari ambazo hazina mbele wala nyuma. Tumieni busara ndugu zako. Kwa hiyo neno linapokuruhusu kufanya kitu fulani, sio lazima ile unaambiwa unaweza ukafanya, kwa sababu wengine wanaweza kufikiri labda nikifanya niko na dhambi. Sio dhambi. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu. Kwa hiyo jihadhari sana kuanzia sasa, usinywe divai ya mtende au kileo, wala usile nyama yote na damu yake au aliyenyongwa. Kuna mstari wa 12, roho yani eyume atawekwa wakfu kwa tete tangu tumboni mwako na katika maisha yake yote duniani hadi siku atakapoondoka katika hali inayoonekana. Yani amewekwa wakfu hadi kuondoka kwake. Wewe nami Sabe, ficha maneno haya isipokuwa kwa mumeo, na ufunge unabii kuhusu mtoto mpaka wakati uliowekwa. Ni idadi ndogo tu ya watu waliochaguliwa kwa uangalifu kutoka miongoni mwa taifa waliojua kuhusu ujio wa mtoto. Kwa hiyo sio kila mtu ambaye angejua kwamba Eyume atazaliwa, atakuwa wapi, haya mambo yote sio kila mtu ambaye alijua hilo. Baada ya maneno haya, Mutatedi akatoweka ghafla mbele ya macho yangu. Mimi nami Sabe nilibaki peke yangu nikishangazwa na kuonekana kwa Mutatedi, kuna mabano kiumbe cha nuru, niliyekuwa nimemwona. Naam, nilikaa kwa muda mrefu zaidi ili kutafakari kilichokuwa kimenipata. Yaani hadi muda huo tukapata chaelewa. Hivyo mimi nami Sabe niliomba na kusema, Loba, nimejisalimisha kwa neno lako na lifanye kwangu kulingana na neno lako. Baadaye niliondoka mahali hapo kwa haraka na kuelekea nyumbani kwangu. Nilipoingia ndani ya nyumba, Teme mume wangu ambaye alikuwa akisoma moja ya maandishi ya manabii alisikia kelele na akasimama. Mimi Teme, hapa sasa ni Teme ndiye anayezungumza. Mimi Teme nilipokutana na mtazamo wa mke wangu nami Sabe, nilipenya kwamba alikuwa ameona tukio lisilo la kawaida kwenye mto. Ndipo hapa sasa nami Sabe tena najibu, ndipo mimi nami Sabe nilimweleza Teme kilichotokea Mopi, yani mto. Kwa hiyo hapo Teme, kwa sababu alikuwa na roho wa utambuzi, alipomwona mke wake kwenye mtazamo wake akasema, no, wewe kuna kitu ambacho ulichokiona ambacho sio kitu cha kawaida. Alijua hilo kwa sababu watu walikuwa watu ambao wanatembea kulingana na ukweli, na walikuwa na roho wa utambuzi ili kujua hiki ni kizuri na hiki ni kibaya. Hiyo ni historia fupi tu kuhusiana na wazazi wa Eyume ambao wataita Maria, kuhusiana na bibi yake Kristo Njoki Sabe, na kuhusiana pia na babu mlezi wa Kristo Luba anaendelea kujitukuza.